kampuni ili ipate uhai inabidi iwe na TIN number ya kampuni. Kampuni inapata utu wa kisheria kwa ajili ya kufanya biashara. Sasa kama ili ipate utu wa kisheria kufanya biashara, na sisi tu binadamu wa kawaida lazima tuwe na namba ya mlipa kodi ili kufanya biashara. Na kampuni kwa sababu ni mtu ambaye amezaliwa, lengo lake ni kufanya biashara. So ili apate uhai inabidi awe na pumzi ambayo nini? Ni TIN number. TIN number ya mlipa kodi ya kampuni. So kwa hiyo kwenye kusajili kampuni kuna TIN number iliingia kule. Kuna namba ya usajili wa kampuni. Kuna namba ya usajili wa kampuni. Na kwenye requirements za mtu kule. Uliweka TIN number yako wewe. Hiyo ni kupata kwamba mimi fulani naenda kusajili kampuni hii. Kwa hiyo ina maana TIN number yako inahitajika, lakini at the same time wakati kampuni yako inakuja kufanya kazi, lazima kampuni yako iwe na TIN number yake tena. Hivyo kwenye kampuni, shareholders lazima mje na TIN number yako. Huyu naje na TIN number yake, alafu ziunganishwe ndio toke TIN number moja. Kwa hiyo TIN number yako haitotumika tena. Yaani kwamba pua yako na namna ya kuvuta pumzi mtoto wako hatatumia tena. Tulileta tu hizi TIN number kujenga hii TIN number mpya. TIN number mpya. Kwa hiyo it means TIN number ya huyu na TIN number ya huyu zinawekwa pamoja, inazaliwa TIN number mpya. Very interesting. Kwa hiyo inakuwa ni mtoto mpya mwenye uhai. Sasa hiyo TIN number sasa inaenda kutolewa TRA. BRELA wanakupa mtoto wako kashazaliwa na kila kitu. Lakini uwezi kuanza kufanya biashara kama umesajili kampuni, uwezi kuanza hiyo bila kuwa na TIN number. Japokuwa ulikosha sajili kampuni. Ukisajili kampuni tu bila kuwa na TIN number, hauwezi kufanya operations. Kwa sababu kuhusu kampuni kidogo vitu vyake vinakuwa vinaenda sana kwa document. Niliwahi kusema kampuni ni documentation. Kwa hiyo ili kutoka hapa kufika hapa inabidi kuwe na document ya kutoka hapa kwa link na hapa. Ili kutoka hapa kwenda hapa, kwa mfano, ushasajili kampuni yako, ili watu waanze kukuingizia pesa kwenye account ya kampuni ambayo itakuwa na jina lako ili kukuamini, kujua sasa tunafanya kazi na kampuni fulani. Lazima uwe na namba na account number ya benki. Benki ukienda kuambia hao wanangu nahitaji account number ya benki ya kampuni yangu, watakwambia okay, tuletee usajili wa kampuni yako huu hapa, tuletee memorandum, ile kitu ulichokipata memorandum unapa hii hapa. Cha mwisho atakachokuomba anakuambia tuletee na TIN number. Kwa hiyo TIN number ya kampuni lazima TIN number ya kampuni. Kwa hiyo TIN number ya kampuni inabidi uende TRA. Uende TRA tena. Ukaichukue ndio uje wapi.